Kwa mara nyingine tena nasisitiza kuwa wadhibiti ubora ndio mboni ya serikali kwenye ubora wa elimu hapa nchini. Serikali kwa kutambua hilo ndio maana inapambana kuboresha mazingira ya utendaji kazi wa maafisa ubora na wadhibiti ubora hapa nchini. Mnafahamu muundo mpya umepitishwa, maslahi yameboreshwa. Na vigezo vya kuwa mdhibiti ubora vimepandishwa juu. Kwa nyie hasa mnaosimamia halmashauri na mikoa, mko bora kweli kweli. Kwa hiyo tunawategemea sana. Kwa juhudi za serikali ni kuendelea kuboresha mazingira ya kazi. Kwa mfano, tunazo ofisi 184 za wadhibiti ubora kwenye halmashauri zote nchini, ambapo serikali ya awamu ya 6 imeweza kujenga ofisi za udhibiti ubora mpya 157, na kati ya hizo ofisi 155 zimekamilika na zinatumika, na ofisi 2 za halmashauri ya Tanga Jiji na Mlele ujenzi unaendelea. Aidha, ofisi 31 zilizokuwepo awali nazo zimekarabatiwa. Lengo ni kuhakikisha kuwa maafisa udhibiti ubora wa shule wanapata ofisi na vitendea kazi bora ili waweze kusimamia ubora wa elimu nchini kwa ubora unaotakiwa. Serikali imekuwa ikinunua magari kwa ajili ya ofisi za udhibiti ubora awamu kwa awamu. Lengo nalo pia ni kuhakikisha kila ofisi inakuwa na gari la kufanya ufuatiliaji wa masuala ya elimu katika eneo mlilopo. Programu yetu ya GPE imeendeleza juhudi za serikali katika kuboresha mazingira ya ofisi za udhibiti ubora wa shule, ambapo katika awamu ya kwanza magari 38 yalinunuliwa na kusambazwa katika ofisi za udhibiti ubora, na leo ni awamu ya pili ambapo tumenunua kupitia GPE na wafadhili wetu wanaosaidia GPE magari 12 kukamilisha jumla ya magari 50 ya udhibiti ubora katika programu hii ya GPE. Magari haya 12 yanagharimu takriban shilingi bilioni 1.7 na yanasambazwa katika halmashauri 11 ambazo hazikuwa na magari. Gari moja ni kwa ajili ya ofisi za uratibu wa mradi wa GPE TSP hapa makao makuu wizarani. Halmashauri zinazonufaika na magari haya ni Kibondo, Korogwe DC, Njombe TC, Tanganyika, Manyoni, Mbozi, Tunduma, Serengeti, Babati DC, Kahama Manispaa na Mafia. Magari haya yatasaidia wadhibiti ubora wa shule kufanya tathmini za viwango vya ubora wa elimu inayotolewa nchini, kufikia shule nyingi zaidi na kutoa ushauri wa kitaalamu kwa walimu ili kuboresha matokeo ya ujifunzaji. Pia atawezesha utekelezaji wa maudhui ya sera ya elimu na mafunzo ya 2014 toleo la 2023 ambayo yanahitaji ufuatiliaji wa karibu zaidi katika utekelezaji. Pamoja na magari haya, serikali inaendelea kuboresha ofisi hizi ambapo imeboresha muundo wa wizara kama nilivyosema hapo mwanzoni ili kuifanya idara ya udhibiti ubora kwa karibu na wadau kupitia ofisi zilizofunguliwa katika halmashauri zote 184 nchini. Kwa sasa ofisi za udhibiti ubora ni kwa kila wilaya badala ya kila kanda. Pili, imenunua vitendea kazi kwa ajili ya ofisi na watumishi ambavyo ni pamoja na vishikwambi 1602, kompyuta mpakato 212, desktop 585, printer zenye skana 195 na heavy duty photocopy machine 195. Tatu, imetoa mafunzo kuhusu udhibiti ubora wa ndani katika shule kwa walimu wakuu 16411, maafisa elimu kata 3860, maafisa elimu wa mkoa 12, wataalamu wa mikoa 25, maafisa elimu wa wilaya 183, maafisa taaluma wa wilaya 184 na maafisa udhibiti ubora wa wilaya 183. Jumla takriban
maafisa 20,870 wamepitia mafunzo haya. Na katika kuendana na maendeleo ya teknolojia, GPE-TSP imetenga fedha kwa ajili ya kuboresha mfumo wa kidijitali wa udhibiti ubora, mafunzo na ufuatiliaji, ambapo kiasi cha shilingi bilioni 1.7 kimetolewa ili kuhakikisha mfumo huu unakuwa na ufanisi mkubwa katika kusimamia tathmini ya elimu hapa nchini. Ndugu wageni waalikwa, pamoja na viongozi mliopo, serikali imeendelea kutekeleza mipango ya kuimarisha idara ya udhibiti ubora kupitia mafunzo kwa wadhibiti ubora wa shule wanaosimamia maeneo ya sayansi, lugha, hisabati na tehama. Mafunzo haya yamelenga kuhakikisha tathmini zinafanywa na zinakuwa fanisi na zenye ubora unaotakiwa. Wizara itahakikisha kuwa rasilimali hizi za umma zinatumika kwa uadilifu na kwa ufanisi katika kutekeleza shughuli zilizokusudiwa na serikali. Natoa shukrani nyingi sana kwa wadau wote wa maendeleo ambao wamewezesha leo kupata magari haya kupitia programu hii ya Global Partnership in Education, na kupitia kwako naibu balozi wa Uingereza hapa, naomba upeleke shukrani zetu kwa wadau wote wa GPE. Asanteni sana. Wadhibiti ubora, nendeni mkafanye kazi. Serikali inaangalia mazingira yenu na maslahi yenu kama ambavyo mnaona. Na kama nilivyosema, nilivyokutana nyie kabla, Mheshimiwa Rais ameagiza kwamba ili kuimarisha ubora wa elimu hapa nchini ni lazima tufanye ufuatiliaji, tufanye tathmini, kuleta mapendekezo na kuchukua hatua. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, macho yetu hasa ni nyie huko mliko. Kwa hiyo nendeni mkafanye kazi kwa ari kubwa zaidi, kwa bidii kubwa zaidi na kwa matokeo mazuri zaidi. Zipo changamoto katika sekta ya elimu. Nyingine ziko ndani ya uwezo wa halmashauri, nyingine inabidi zifanywe kazi kwenye mkoa, nyingine za kitaifa, na changamoto nyingine zitachukua muda kuzitatua. Kwa mfano, mtawanyo wa walimu katika shule ndani ya halmashauri, walimu wa sayansi kwa mfano, au mchanganyiko wa jinsia wa walimu katika shule, ni swala ambalo lipo ndani ya uwezo wa halmashauri. Sitokee shule moja ina walimu wa jinsia moja tu, wanafunzi wako wa jinsia tofauti. Vile vile mrundikano wa walimu usio kwenye shule moja wakati kuna shule nyingine na uhaba. Sisemi kwamba haya yatamaliza changamoto tulizonazo, lakini hizi ni changamoto ambazo ziko ndani ya uwezo wetu kuzitatua kwa haraka ndani ya halmashauri. Kwa hiyo ni kazi yenu kuangalia, kutoa taarifa, na kama nilivyosema, muwe wana harakati. Ukiona swala ambalo linatakiwa lifanywe kazi, nenda kwa kiongozi wako, nenda kwa DED, nenda kwa mkuu wa wilaya, kaeleze kwamba hapa tunaweza tukafanya vizuri. Sisi taarifa tunazoziona mashuleni kwenye mitandao tunazifuatilia, na wizara yetu inanufaika sana na uwepo wenu huko field. Hapajatokea tukio lolote hapa nchini ambalo limeonekana kwenye mitandao ambalo nikimuuliza Simbeye ndani ya siku moja atanitajia limetokea shule gani, lini, nani walihusika na hatua gani zinachukuliwa. Kwa mnatusaidia sana. Matukio mengine ni ya zamani, miaka kadhaa, yanaibuliwa na zungusho. Kwa hiyo kicheko nakwambia ilichukuliwa zamani, hatua ilikuwa hii, taarifa ilikuwa hii, tumefanya hivi na hivi. Kwa kweli napenda kuwashukuru sana wadhibiti ubora kwa kazi nzuri. Sasa msibweteke, sasa mnavitendea kazi, nendeni mkaongeze bidii. Ukisikia shule moja na walimu 4 kwa mfano, unaona clip kama hiyo, nikiona ile namuuliza Simbeye, shule gani hii, iko wapi, je ni kweli? Sasa nikiona vile nitauliza, afisa mdhibiti ubora aliyoko kule anaitwa nani, alitoa taarifa hii lini, DED anafahamu, mtawanyo wa walimu katika halmashauri ukoje, hawezi wakabadilisha mtawanyo kidogo shule kawa na walimu wengi zaidi? Sasa sitarajii, na kwa kweli sitarajii kwamba kitu kama hicho tutakiona kwenye mtandao wakati nyie hamjakiona. Hasa sasa mna magari haya, na ni magari mazuri kweli kweli. Haya ni off-road, lakini very comfortable. Watu wanatarajia mtazunguka, na tumesema kazi yenu
ni vile vile kutumia teknolojia. Walimu wapo, karibu wote wana hizi simu janja, unakuwa na WhatsApp group, najaribu kupata taarifa hata kabla mjaenda ili msaidie kutoa taarifa. Nina imani kubwa na wadhibiti ubora. Nendeni mkafanye kazi kwa matokeo mazuri. Sasa niko tayari kugawa magari haya na kuyakabidhi